amina na kweli. Na ndio maana nasema hivi, ukombozi haupo ndani ya mitandao ya upako. Ukombozi haupo kwenye maji ya upako wala mafuta ya upako, lakini ukombozi unapatikana ndani ya damu ya Yesu. Tumoja apige makofi. Haleluya, haleluya. Ndio kwa hiyo mpaka leo tumeona matukio yanatokea, lakini vitu vilivyotajwa ni mwaka 2020. Haleluya. Lakini leo tunaona matokeo ya neno. Tunaona matokeo. Vitu vinazaliwa kupitia neno la Mungu. Kwa kusudi la Mungu ni kuhakikisha kwamba kanisa popote lilipo linajitambua kwamba ndilo pekee lilopewa dhamana katika ulimwengu, kuhakikisha mambo yanabadilika kupitia kanisa, kuhakikisha wananyamazisha chini ya shetani pamoja na mamlaka zake, alafu Kristo anainuliwa juu. Haleluya, Kristo anainuliwa juu. Sasa mtu mmoja asipojitambua katika kanisa, kuna huzuni mbinguni zinatoka, kwa sababu mtu alipaswa kuwa na ufahamu akajitambua ili abadilishe maeneo. Akikwama, Mungu amekwama. Na ndio maana Mungu popote hawezi kufanya jambo kama hauko mtu. Hawezi. Ukiona mahali kiwete ametembea, elewa pale yuko mtu. Elewa pale yuko Mariamu. Elewa pale yuko Petro. Ukiona kipofu ameona, pale yuko mtu. Mungu anakutaka wewe uelewe, halafu yeye akutumie wewe kuwa dira yake. Haleluya. Tafsiri ya kanisa ni jicho la Mungu duniani. Ndio maana Biblia inasema jicho likiwa lina giza, mwili wote utakuwa na giza likiwa ni kipofu. Lakini jicho likiwa linaona, lina mwanga, mwili wote utakuwa ni nuru. Kwa kama kanisa lina macho, manake mahali lilipo lazima nuru itokee, lazima ukombozi utokee, lazima baraka zitokee. Kwa nini? Kwa sababu wao ni chanzo cha kuvuta vile vitu ambavyo haviko. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima kanisa tuelewe hivi, kusudi la Mungu liko pale. Ndio shetani yuko kazini usiku na mchana, lakini miaka 2000 iliyopita kuna tukio la kihistoria lililotukia ambalo linanifanya mimi Musa leo kumtaja Kristo, linanifanya mimi kwa Muislamu kuokolewa, linanifanya mimi kwa nimejaa mapepo na majini leo kutangaza kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya. Hivyo miaka 2000 iliyopita Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili yangu. Kwa siwezi kubeza kitu cha namna hiyo, siwezi kubeza kitu cha namna hiyo. Na nitaje nisimame, nielewe vizuri, niwe na ufahamu katika hilo. Nilitukia kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo alikupenda kuliko yeyote, kuliko baba, kuliko mama. Yesu Kristo alikupenda kuliko chochote. Ndio maana usimlinganishe na chochote katika vitu hivyo. Hutamlinganisha na pesa, hutamlinganisha na ndugu yako, hutamlinganisha na mume wako wala na mke wako, hutamlinganisha na baba. Yesu ni wa pekee. Yeye alisema ni nani kati yenu anayeweza kutoa uhai wake kwa ajili yake? Lakini yeye alitoa. Yeye alifanya, yeye alitoa. Haleluya. Kwa hiyo si kitu cha kubeza. Kuna vitu ambavyo lazima tuvijue na ili tuweze kuona. Sasa tutaanza kitabu cha Ibrania. Ile sura ya 9. Nitake mtu mmoja mzuri anaweza kusoma aweze kulisomea kitabu cha Ibrania sura ya 9 kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 26. Ni maneno marefu kidogo, lakini nataka tutafute vitu, na mwingine atasoma kitabu cha Waebrania sura 10 mstari wa 19 hadi 24. Anza hiyo 9:11. Aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo. Rudia tena. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo yote, wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa mambo mema
isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, au kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu katika patakatifu, Aliingia yeye Yesu mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walinyunyiziwa wenye uchafu, kutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu, kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kugomboa makosa, na kwa sababu hii chile agano jipya, damu iliyokwisha kukomboa makosa, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kugomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona kwamba kitu ambacho hao waandishi wa kitabu cha Ibrania walizungumzia habari ya Yesu mwenyewe, lakini kanuni ya agano la kale na ikiwa vitu vingi ulishajifunza mimi. Maana Pasaka sio mwaka huu. Pasaka kiukweli ilianza agano la kale. Kwa sihitaji kwenda kwenye historia hiyo. Ninachotaka kuzungumzia ni namna jinsi ambavyo wao wana wa Israeli au watu wa duniani wengine walikuwa wanaitambua Pasaka, au walikuwa wanatambua namna jinsi ambavyo watu wanapata haki. Wanapataje haki? Lazima damu imwagike ya mbuzi au ya kondoo au ya nini kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hata kuhani mwenyewe aliyeingia mara moja kwa mwaka patakatifu pa patakatifu, yeye alikuwa hana uwezo wa kuondoa dhambi za watu, maana yeye mwenyewe alikuwa na dhambi. Sharti atoe kwanza yeye mwenyewe sadaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi zake, ndipo atoe sadaka kwa ajili ya wale watu anaowaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona utofauti uliopo kwamba Biblia inasema kuhani ambaye ni Kristo Yesu, yeye aliingia mara moja tu, ili adhibitishe ukombozi juu ya watu walioibiwa, waliopelekwa. Ndio maana nimesema hatukomboi watu kwa njia ya mafuta, hapana, lakini watu wanaweza kukombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Yeye alipoimwaga ile damu aliitoa kama sadaka, halafu watu wakarudishwa kuwa miliki ya Mungu. Ukisoma Biblia inazungumza, inasema yeye alijitoa kuwa sadaka ya kuteketezwa ili sisi tuwe kanisa. Mimi nakwambia historia yangu. Wakati naokoka, niliokoka kwa damu ya Yesu. Mimi kwenye familia yetu tulikuwa watu wa Mungu kabisa. Yani nimezaliwa kwenye familia, upande wa mama na upande wa baba wote waliabudu miungu. Baba yangu alikuwa mganga wa kienyeji, babu yangu alikuwa mganga wa kienyeji upande wa baba na upande wa mama. Hata mama yangu alikuwa mganga wa kienyeji, japo neema ilipokuja mama yangu aliokolewa, kwa aliondoka duniani akiwa ameokoka. Lakini kitu kimoja ambacho nataka nikueleze ni kwamba niliishi maisha yake. Nimeendelea, nimesoma darasa, nimesoma kwenye familia yetu. Nilikuwa wa kwanza, watoto wa mwisho. Kwa baba yangu, kaka yangu mkubwa alikuwa ananisomesha kwa gharama, nisingeenda madrasa, singekula chakula. Kwa hiyo aligharamia sana
Wakati naishi na majini, dada yangu aliitwa Amina. Sikia Yesu anavyotupenda watu. Aliingia Yesu kwetu kwa njia ya muujiza. Dada yangu akalogwa, lakini kulogwa kwenyewe baba yangu ni mganga wa kienyeji shirikana. Kwa sababu unaposikia mganga wa kienyeji na mchawi ni kama kutoka chumba na magonjwa na chumba na mabili, wote wanafanya kazi moja. Mimi ninaelewa kwamba hakuna mtu anasema najua kutegua mabomu bila kujua kuyatega. Kwa kama mchawi na mganga anasema najua kutegua uchawi, tafsiri halisi ni anaeroga. Kwa anategua anachokijua, kwa ana mbinu zote za kichawi. Kwa hawa watu wanafanya kazi mchana, hawa wanafanya kazi usiku. Kwa dada yangu aliporomwa akachanganyikiwa, alichukuliwa na mzee tu wa kanisa. Alafu baada ya kukuta yule dada yetu alikuwa ni binti wa maarifa mzuri ambaye alikuwa na upendo, wakakuta amechanganyikiwa. Amekuwaje? Sema ndio tutamwona. Hebu tupeni tukamwombee, kwa sababu kulikuwa imeshazunguka imeshindikana. Yule dada yetu wakampeleka. Walipompeleka wakamwombea wiki 2 ya 3 walimleta nje. Tunaweza kushangilia. Haleluya. Wakamleta ni mzima. Lakini kumbuka mimi naishi na majini. Walimleta kwenye familia ambao yeye akiomba mimi nateseka. Yeye akiomba mimi nahangaika. Siku moja nikawaza huyu dada kwa nani sugu. Hapa nimeshaenda nimechimbua majini mwenyewe. Nimeachimbua kwa shehe. Wamechimbua majini, nikatoa gharama, kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa yakawa ananiandaa kwa mganga wa kienyeji. Sasa siku moja dada yetu alipomaliza kuokoka ikawa ni vita na mimi. Ninaanza kumchonganisha kwa ndugu zangu ili wamfukuze mimi nipate amani. Ni kweli dada yangu walifukuza kwenye familia imani. Akaenda kwa wachungaji akaishi kule. Lakini alikuwa anatamka neno moja tu kwamba Yesu aliyeniokoa na wewe atakuokoa. Hicho kitu alikuwa anakisema. Dada yangu aliendelea kuomba. Hiyo ilikuwa sasa mwaka 2000, ilikuwa mwezi wa pili nikiwa visiwani. Mimi nilikuwa mvuvi wa samaki. Mimi ni mvuvi kabisa. Sasa maisha yangu yote nimeishi kule nikajiwa roho ya kuchukia yale majini ambayo nenda kuchimbua. Nilipoyachukia ndio chanzo cha mafarakano yangu na majini. Halafu yakanichukia yakatafuta kunichukua mzima. Ndio chanzo changu mimi kuokoka. Nilipo hapo nilipiga kelele, wakaita ndugu zangu wakanibeba mpaka nyumbani, wakapeleka nyumbani. Niko hoi. Hafu ya menyonya damu yote mwili msimu zake pule. Siku mimi nilikuwa nimeumuka. Sijulikani, yani huko nimekonda, huko nimeumuka. Sasa nimefika nyumbani, ni akili ziko sawa, lakini maamuzi hakuna. Wakaniambia uokoke, ninawaza kuokoka, moyo wangu unanieleza taanzaje. Muda ulipofika, ilikuwa siku ya Ijumaa. Sasa ndio nilikuwa nimetaka kuchukuliwa. Akili zikaja, nikamwambia mama yangu sasa. Mama yangu yeye baada ya kuona muujiza wa dada aliokoka baada ya uponyaji wa damu. Nikamwambia mama, naomba mniletee mchungaji aliyemwombea dada yangu aniombee. Mchungaji alikuja sijui. Nilijikuta na kule usiku kwa kanisani. Kwa Yesu aliniokoa namna ile. Kitu gani nataka niseme mtumishi wa Mungu? Yesu ni halisia. Yesu kama haujachua vizuri, unaweza ukacheza na maisha na Yesu. Lakini lazima tuelewe, unapoona mtu ameokolewa, iko jitihada kubwa ilifanyika ili upatikane wewe. Jitihada ya kwanza iliyofanyika ni Mungu mwenyewe. Biblia inazungumza nini? Inasema yeye alikuchagua kabla misingi haijakuwepo ulimwengu. Akatuchagua kwa sisi tuwe miliki yake. Kwa sisi tumebebwa mimba kwenye wazo la Mungu kabla ya kujatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije kuona uko hapa ukafikiria upo tu. Liko kusudi ambalo limefanya Mungu akuweke mahali hapa. Alichokuwekea Mungu anataka utimize kusudi lake. Ili ufanye mambo makubwa Mungu atukuzwe. Hicho kitu ambacho kimefanya
Leo tunamtaja Kristo, leo tunamhubiri Kristo, leo tunamsema Yesu mahali popote. Kwa nini? Tumeokolewa kwa kusudi la Yehova. Yeye ndiye alitubeba mimba kwenye wazo lake kabla hatujatokea. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Najua injili ni tamu sana. Ngoja niangalie muda nisije nikapitiliza hapa nikakosea. Hebu nisome Waebrania sura ya 10 mstari wa 19 hadi wa 24. Waebrania sura ya 10 kuanzia mstari wa 19. Sema basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia mahali patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu pekee ndio ambayo inatupa ujasiri wa kufika mahali pasipofikika, wa kusimama mahali pasipowezekana, wa kupita njia isiyopitika, wa kufanya mambo yasiyowezekana. Ni damu pekee ya Yesu. Ndugu zangu, kama mna ujasiri wa kupakanyaga mahali patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi, na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Aliyeanzisha njia hii ni Kristo mwenyewe katika maisha yako, si yeyote. Ndio maana ukiona mtu anakuchelewesha, anakukwamisha kwenye kazi ya Mungu, mwambie hapana. Aliyeanzisha njia hii ni Kristo, na nitatimiza kusudi la Kristo. Haleluya. Yesu ametuita tutimize kusudi. Kwa damu ya Yesu Kristo tunashinda. Kwa damu ya Yesu Kristo tunakombolewa. Kwa damu ya Yesu Kristo tunaimarishwa. Haleluya. Maana yake kama hakuna damu ya Yesu duniani, hakuna uwepo wa Mungu duniani. Tafsiri halisi, damu ya Yesu ndio inayotuunganisha na Mungu. Mungu anapoiangalia damu ya Yesu iliyochuruzika pale msalabani ikainua kanisa, Mungu anaweka juhudi kulitazama kanisa. Kwa nini pasipo damu hakuna uwepo wa Mungu? Maana damu ya Yesu Kristo katika kanisa ndio inayotutambulisha kwa Mungu, kwa sababu ndio inayotupatanisha na Mungu. Kama hakuna damu ya Yesu, hakuna mapatano kati ya mtu na Mungu, sababu dhambi zilitutega zikatuweka mbali, zikaweka kiambazi kati yetu. Sasa damu ya Yesu ndio imetuunganisha na Mungu. Kwa hiyo Mungu anapoiona damu ya Yesu, amemuona Yesu mwenyewe. Ndio maana popote ulipo ukifanya vizuri, tafsiri halisi Kristo amefanya nini? Amefanya vizuri. Ukifanya vibaya, tafsiri halisi Kristo amefanya nini? Jibu tu kama ilivyo, kwamba anakuwa amefanya nini? Kwa sababu hakuna kanisa pasipo Kristo. Tuko pamoja? Na Kristo hawezi kutimiza mapenzi ya Baba pasipo kanisa. Kanisa ni mfumo mpya ambao Mungu ameweka mwenyewe kwa ajili ya kutimiza kusudi lake. Kanisa niambie amen. Ndio maana hapa anazungumzia habari ya hekalu. Yeye alisema kwamba yeye ni hekalu, lakini anamwambia nivunjeni hekalu nami nitalisimamisha siku 3. Alikuwa akizungumzia maisha yake. Tafsiri yake kwamba yeye amekuwa chombo cha kubeba kusudi la Mungu duniani, kama wewe ulivyobebeshwa kusudi la Mungu hapa Dar es Salaam, kama wewe ulivyobebeshwa kusudi la Mungu hapa Uzima,
Bwana Yesu Kristo, kuna kusudi Mungu amekupa, na hilo ndilo unapaswa kulitimiza. Sasa damu ya Yesu ndio inayotufanya sisi tutimize kusudi la Mungu. Damu ya Yesu ndio inatimiza ukombozi wetu. Damu ya Yesu ndio inatubadilisha sisi kuwa watakatifu, sababu hakuna utakaso bila damu. Tuko pamoja? Lakini damu ya Yesu inatufanya, inatulinda. Ukisoma Biblia utakuta pamoja na kwamba Ibrahimu alikuwa mtu maarufu, lakini Israeli wakati wanatoka katika nchi ya Misri hakuwalinda Ibrahimu, lakini walilindwa na damu ya kondoo iliyofunua uhalisia wa Kristo Yesu kama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu. Walilindwa, naambia, chukua damu ya kondoo mpake kwenye vizingiti vya malango. Nikiwa napita nikitazama hiyo damu, sitaingiza maangamizo, sitaingiza uharibifu. Kwa hiyo damu ya Yesu ni ulinzi katika maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimekuwa nikiona vituko kwenye TV, kwenye nini, wanafuatilia sana. Basi tunasema chukua hapo ulipo, chukua maji, ombea anakunyunyizia. Hakuna, nisikilize. Vitu vile ni vingi macho. Lakini sasa tafuta shekeli, kipeleka pesa na kula, halafu wewe unabaki na matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mwaga kwenye nini, kwenye kochi, mwaga kwenye sofa, mwaga wapi, zunguka, mwaga mlango, unamwaga. Maskini ya Mungu, nimepaka na shangaa, wako watu wengi wamekuja pale kanisani kwetu wanalia, wanasema baada ya kwenda pale matatizo yameongezeka. Tuko pamoja? Nisikilize, nataka uelewe nguvu ya damu ya Yesu. Ukishajua nguvu ya damu ya Yesu, utaanza kuelewa, kumbe damu ya Yesu ina uwezo wa kututoa mahali pagumu ikatukalisha mahali pa usalama. Mimi hapa nisingekuwa hapa, nisingekuwa na mtaja Yesu, ningekuwa nishapotea kwenye lawani. Lakini Yesu Kristo ninampenda mno, ndio maana walikuwa kubirijia mimi, usipookoka mimi nitaokoka. Mimi na familia yangu, mimi na maisha yangu nitaokoka, kwa sababu Yesu ni mzuri mno, alijitoa yote kwa ajili yangu. Lakini kitu gani ambacho baada usalama wa maisha milele ulipotezwa kwa maamuzi mepesi ya mwanadamu wa kwanza? Chaguo lake halikuwa sahihi. Usalama wa maisha ya milele ulipotezwa kwa maamuzi mepesi ya mwanadamu wa kwanza. Si ule tu, lakini hata mpaka sasa kuna watu wana maamuzi mepesi, wanafanya wokovu kuwa mwepesi sana, wala hawana muda wa kufikiria kwa nini nimeokoka. Usipojua kusudi lililomfanya Mungu anakuokoa, hautasimamia kusudi. Usipojua kusudi lililokuweka kwenye hiyo ndoa, hautasimama ndani ya kusudi vizuri. Lazima uelewe kwa nini Mungu ameniweka kwenye hii familia, ameniweka niwe nani. Inawezekana mimi ni njia ya kuifanya familia itoke kwenye mifungo. Inawezekana mimi ni njia ya kuitoa familia kwenye mateso. Inawezekana mimi ni njia ya kuleta Kristo kwenye familia hii ya watu ambao hawajaokolewa. Kwa tusipojua kusudi ambalo lilimfanya Mungu anamwachilia mwanae ili aje atutoe kwenye laana, atutoe kwenye dhambi na maovu, hatutasimamia kusudi la Mungu vizuri. Tutalibebea hapa, tutaipiga danadana kama mpira, wala tutaona nguvu ya msalaba ikitenda kazi. Tutabaki hatuna shuhuda. Tunahitaji tuishi maisha ya shuhuda kila tunapokwisha. Kwa nini? Sababu Kristo alikwisha kutukomboa.
nilibadilishwa kabisa. Moja, nilipaka Roho Mtakatifu, nilipokea na mwezi mmoja. Mimi nilikuwa sijui kuomba, nilikuwa nimezoea kusoma Qur'ani, lakini siku hiyo nakumbuka nilikuwa nimekuja mgeni kanisani kwetu.